Karibu sana mwanamichezo. Mimi ni Shabani Bushiri, nyuma ya kamera Mahala Bakali. Niko na Samsimba baada ya game ya Young Africans dhidi ya KMC. Kuwepo mwishoni tukasema tunje kuzungumza na shabiki wa Simba Sport Club. Yeye ametazama game ya Young Africans dhidi ya KMC. Atuambie mawili matatu kuhusiana na ule mchezo. Magugumu ulikuwa wapi dhidi ya Young Africans kumkamua KMC? Dakika 65 ndo KMC anakubali kupata goli, kupigwa goli moja la mchezo. Mzee wangu, kwanza pole sana maana hali yako, lakini unakuja kutazama mpira huku Mwenge so poa. Ya, ni mapenzi ya mpira. Namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka nimeweza kufika maeneo haya ya Mwenge kuja kuangalia mpira. Hii ndio starehe yangu. Mchezo ulikuwa mgumu kiasi gani kwa Young Africans? Maana hadi dakika ya 65 ndio unakuja kupata goli kupitia Alan Okello. Pengine mchezo ulikuwa mgumu kiasi gani? Ya, kwanza nitoe pongezi kwa KMC kwa sababu ya approach yao kuingia leo na timu kubwa kama Dar es Salaam Young Africans, na kwanza pia niwapongeze Yanga kuingia kwenye mechi ya leo, ukizingatia nyuma siku 3 kabla hii mechi wanatoka kucheza mechi ngumu, mechi ya dabi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo ilikuwa mechi na tension kubwa sana. Kwa hiyo kwanza niwapongeze Yanga kuweza kupata ushindi kwenye mechi ya leo ambayo mechi hii ilikuwa ni ngumu. Yaani ukiwaangalia KMC wao walikuwa wameshafanya warm up nzuri ya kuja kukabiliana na Dar es Salaam Young Africans. Yanga wao walikuwa wanaangalia mechi kubwa kama ya dabi. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa sana, energy kubwa sana walitumia kwenye ile mechi ya tarehe 3. Ukizingatia ni siku 3 tu wamekuja kukutana na KMC ambao imekuja kuonesha upinzani mzuri kwa sababu walikuwa nyuma mpira asilimia kubwa. Wao walikuwa wanaenda kuwashambulia Yanga kwa kustukiza. Mimi naweza nikasema kwamba kocha wa Yanga ndio alikuwa anajichelewesha kulingana na information aliyokuwa ameingia nayo, kuingia na mastreka wawili. Ina maana asili kulikuwa kuna Depo pamoja na Prince Dube. Kwa hiyo ina maana ukiangalia kocha alikuwa leo ameenda na viungo wachache, si ndivyo? Ilikuwa natakiwa mpunguze kocha striker mmoja atembee na angalau hata ingie na sure boy, at least kuonekane kwamba Yanga wanachukua mechi, kutengeneza nafasi. Lakini yote kwa yote na mimi yeye ndo ana taaluma ya kuweza kupanga timu yake na approach gani aingie na timu kama KMC na kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi nawapongeza Dar es Salaam Young Africans kupata matokeo kwa sababu lengo la kwanza, lengo mama kwenye mechi hii Yanga ni kuweza kupata point 3 na wamezipata. Ufundi wa Alan Okello kwenye lile bao ambalo amefunga, maana tuliona Yanga kitu ambacho walikuwa nakikosa ni kumiliki mpira, lakini Alan Okello tumeona amekamata mpira mitane, amefanya kama anapunguza, akaachia mkwaju na kumchanganya goalkeeper. Pengine Alan Okello ni mchezaji wa aina gani kwa upande wako? Of course mimi kwangu kama mimi management ya Dar es Salaam Young Africans, kama unanisikiliza, mimi nahitaji wamuongezee mkataba yule Alan. Ile ni pesa. Ile ni pesa na umri, nazungumzia umri. Bado ana umri mzuri wa kuweza kukaa Dar es Salaam Young Africans hata zaidi ya miaka 6 mpaka 7 kulingana na age yake. Kwa hiyo mimi naamini kama watanisikiliza mimi, ni maoni yangu. Hizi ni opinion zangu mimi ambazo nazitoa kama Samsimba. Wamuongezee mkataba at least waweze kuweka, ile ni pesa leo na kesho, kwa sababu kila kitu anachokifanya ndani ya uwanja unaiona anaisaidia timu kwa namna moja. Kama hajafunga basi anakwenda kuassist. Sasa hivi Prince Dube kuna kazi nyepesi sana anaipata pale juu. Aidha na yeye kama kuna watu ambao mastreka wanawabana, na angalia jinsi gani ambavyo ile alivyotani ile goli. Asilimia kubwa sana ya madefender wa KMC walikuwa wanajua ile yeye anakwenda kutoa assist, lakini aliamua kushoot katikati ya msitu. Kwa hiyo mimi kwangu mimi ni mchezaji mzuri, mimi namwamini kwamba atakuja kuwa msaada mzuri sana kwenye timu ya Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo yote kwangu mimi naamini Alan Okello ni kwangu mimi the best players ndani ya Dar es Salaam Young Africans. Baadhi ya watu wanasema kwamba Alan Okello mmoja ni Elie Mpanzu wa 3. Unaamini Samsimba hili? Bado ni mapema sana kwenda kuamua hicho kitu kwa sababu tumeshamuona Elie Mpanzu, tumeshamuona Alan Okello. Kwa hiyo nikianza kuleta ushabiki ambao hauna evidence, yaani ushahidi wa huyu mtu tayari ameshakaa msimu mmoja na nusu, Elie Mpanzu, alafu nije nimwangalie na huyu ambaye ameshacheza michezo kadhaa, na kwa kidogo simtendei haki Elie Mpanzu. Kwa yote muda utaongea. Kati Alan Okello tumalize msimu, tuangalie tukija tukifanya comparison ambayo inaleta uhalisia. Tunaweza tukaongea nani na nani ni nani. Kuna baadhi ya matukio ambayo yamefanya Boka, ni matukio ambayo yamemake headline kutokana na zile foul ambazo amezicheza. Kuna baadhi ya watu wamezungumza kwamba zile ni penalty. Sasa nataka nijigue maoni yako wewe. Ilikuwa ni clear penalty au ni hakuna penalty kama alivyotafsiri referee? Ukiangalia kwa matukio la kwanza na la pili ambalo Shadrack Boka alikwenda kumharas yule mchezaji, kwangu mimi kama Samsimba ile ilikuwa ni clear penalty, si ndivyo? Lakini kulingana sasa na referee pia ni binadamu. Tulishaona penalty juzi kwenye tarehe 3 dabi, referee ambaye amekuja hapa kwa kukodiwa pia
pia naye alifanya blunders, si ndivyo? Kwa hiyo kuna matukio mengine kidogo unamwachia Mwenyezi Mungu, kwa sababu yule ni binadamu, ameshindwa kufanya marking nzuri ya kuweza kutoa maamuzi. Lakini kwangu mimi kama Sam Simba, kwa sababu mimi huwa napenda sana mpira, ile ni penalty clear. Shadrack Kiboka ambaye alikwenda kumharas yule mchezaji wa KMC. Naam. Vitu gani ambavyo unaona kwa marefali? Vitu gani ambavyo unavikosea kwa marefali kwa upande wako? Maana tunaona umakini unakosa mdogo sana. Kitu gani ambacho kinafanya? Kuna sometimes kuna vitu haviwezekani, hata kama iwe VAR pia huwa inakuwa inafanya makosa. Kwa yote mimi naamini tuendelee kuamini na kuwavumilia. Yote kwa yote utakuja kujirekebisha, kwa sababu huu ni mwanzo pia mzuri na hakuna kazi sio kuwa na changamoto. Naam. Kutokana na ushindi wa Young Africans, Simba Sports Club watacheza kwa pressure kubwa sana ili mradi wapate alama 3. Pengine pressure ya Simba unaiona itakuja kwa aina gani Sam Simba? Sasa hivi sisi tumebaki tena kukaa chini na kuomba dua kwamba Yanga atadondoka pale, lakini safari ya Yanga mimi sidhani kama inaweza ikawa, kwa sababu hii ni marathon. Lakini kwangu mimi nilishawahi kuongea kwamba hii ligi inatabilika tayari, mechi ngumu zinajulikana, mechi nyepesi zinajulikana. Naamini hiki kilichotokea leo Yanga wataenda kujifundisha, hawataingia na kitu cha legelege kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo Simba ataingia na pressure kubwa sana katika mechi zinazokuja. Hii battle ya kukaa kileleni kwa timu hizi kubwa mbili unaionaje Sam Simba? Mimi naamini battle kubwa ni Simba na Yanga, lakini mpaka ukiangalia sasa hivi Simba hajawahi kugusa kilele toka ligi imeanza. Kwa hiyo mimi naamini ni kitu ambacho kinaeleweka kabisa kwamba Yanga kishakaa juu, akikuacha point 5, mimi sidhani, inabidi tuombe dua sana kwa kweli. Yanga mimi kwangu mimi tayari nimeshamkabidhi ubingwa tayari 25 26. Ubingwa wao uone. Kwangu mimi kama Sam Simba ni maono yangu, kwa sababu tayari Dar es Salaam Africans wana hiyo kitu. Wakishakuwa wanakihitaji kitu, wakikuacha alama nyingi kwa hizi dakika, basi biashara mimi naona imekwisha. Asante sana.